mlinichagua 2020 kuwa mbunge wa jimbo hili, na wakati tunaomba kura za kupewa nafasi hii tulikuja kwenu mkatueleza kuna mambo ya msingi ya kufanya, lakini tulikuja pia tukawaelezeni tunayokusudia kuyafanya, lakini yale mliotupa kama kero tulienda kuyafanyia kazi pia. Kwa niwashukuru sana kwa nafasi na fursa ambayo mlitupatia kupitia Chama cha Mapinduzi. Mlimchagua hayati John Pombe Magufuli akiwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kama makamu wa rais. Wote hawa walifanya kazi kwa pamoja, kwa upendo na kwa amani. Lakini Mwenyezi Mungu alimchukua akatangulia mbele za haki hayati Magufuli, Mwenyezi Mungu amrehemu. Akabaki Dr. Samia Suluhu Hassan. Alibaki na kazi ngumu sana katika hali ambayo isiyo ya kawaida, katika hali ambayo taifa hili halijawahi kupata uzoefu nao wa kufiwa na rais akiwa madarakani. Ilikuwa ni kazi ngumu, hasa kwa msaidizi wake wa karibu Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini mama huyu kwa mapenzi ya dhati na kwa mpango wa Mungu hakuyumba. Aliendelea kupambana na kuhakikisha taifa hili linabaki kuwa salama, mipaka ya nchi inakuwa salama, na yale mipango yote iliyoahidiwa kwa wananchi mwaka 2020 inaenda kutekelezwa. Yalifanyika mambo mengi. Wakati huo tunakumbuka, wakati huo kulikuwa tuna changamoto kubwa sana ya umeme nchi nzima. Umeme ulikuwa hausiotoshelevu, lakini mpango ulioamliwa ni kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere. Tunakumbuka tulikuwa tuna changamoto kubwa ya maji mpaka hapa Chamagua. Serikali hiyo hiyo, pamoja na msiba, pamoja na janga kubwa la corona, pamoja na vita ya wenzetu waliosababisha kule uchumi kuyumba na kubadilika, vita ya Ukraine na Urusi, vyote hivi havikutuathiri kwa sababu mama huyu alipambana kuhakikisha haya yote anayatekeleza, na akasema kazi iendelee, na kweli iliendelea. Naomba tumpigie makofi. Katika hayo yalivyofanyika ninavyozungumza leo, nataka kuambia katika ngazi ya kitaifa jinsi ambavyo mambo yamekuwa, lakini nitawaambia katika ngazi ya jimbo athari ikitokea kwenye ngazi ya taifa ni rahisi sana majimbo kuathirika. Lakini katika ngazi ya kitaifa niwaambie Tanzania yetu imetekelezeka, na leo tuko hapa kuwaelezeni tuliyofanya kwa kipindi cha miaka 5. Na baada ya hapo tutawaelezea tunayoyapanga kwa miaka 5 itakayofuata. Wakati mnakuja kwenye kata hii, niliwaombeni kwa ajili ya rais wa CCM, nikawaombeni kula kwa ajili ya mimi mwenyewe mbunge mtoto wenu, nikaombeni kula kwa ajili ya Elias Masumbuko. Mkanipa mzee huyu. Amekuwa msaada mkubwa sana kwangu, kwa sababu pale halmashauri kwa uzoefu wake, nakumbuka wakati tunaanza tulikuwa na meya Mkulila. Mwenyezi Mungu akamchukua akatangulia mbele za haki, Mwenyezi Mungu amrehemu. Baada ya hapo niliumiza kichwa, nani anaweza akatusaidia ambaye ataingia kwenye halmashauri awe mwenyekiti wa halmashauri, na kwa maana ya meya kwa sababu ni manispaa, ambaye atakuwa mwaminifu, atakuwa na uchungu, atakuwa na maarifa na weledi ya kusimamia halmashauri yetu. Halmashauri hii leo tunakusanya zaidi ya shilingi bilioni 6 mpaka 7. Wakati tunaingia Masumbuko Shahidi ilikuwa chini ya bilioni 1. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba mapato yenyewe yalikuwa hayatoshi kutoa huduma za wananchi. Fedha tulizokuwa tunakusanya ulikuwa huwezi kufanya chochote Shinyanga, na ndio maana tulibaki kuwa na sura ya umaskini. Tulibaki kuonekana wenye dhiki na taabu, kwa sababu viongozi ambao walifanya kazi nzuri kwa nafasi yao, lakini kulikuwa hakuna kasi. Kasi lazima tukubaliane zinatofautiana. Mimi na Masumbuko tulikuja kwa kasi kubwa, na bahati nzuri tukakuta mwenye kasi zaidi Dr. Samia Suluhu Hassan, na ndio maana leo yuko tayari kusimama hapa mbele. Hatakuwa na matusi, porojo wala propaganda. Atawaeleza mambo ambayo tumeyafanya. Na Mheshimiwa Diwani